katika kitu mtu nikimsikia anazungumza habari ya shehe wa mkoa, sitaki kulisikia jambo hilo. Lakini mama, tumeongea mambo mengi, unajivunia nini kutoka kwa mwanao huyo Sheikh Walid Al-Hadi Omar Ibn Kawambwa, baraka ya Watanzania na wasiokuwa Watanzania? Kwa sababu tumeona waliokuwa nje ya Tanzania wameshaanza kufika na tunaambiwa kwamba mataifa mbalimbali yatakanyaga katika ardhi hii. Wewe unajivunia nini mama? Mimi jambo la kwanza, alhamdulillah, swali zuri umeniuliza. Ninachoomba kuja kwa wingi sio sababu. Kuja kwa wingi unaweza akaja wengi, wengine hawana nia nzuri. Mshanielewa? Wengine hawana nia nzuri. Sasa hawa ambao hawana nia nzuri, inshallah Mwenyezi Mungu asimame nao. Hawana nia nzuri, namuomba Mwenyezi Mungu asimame nao. Mshanielewa? Ndio dua ya mama hiyo. Mshanielewa? Kila aliyekuwa anakuja mwingine kuja kuangalia tu, maana kuna mtu anakuja kwa mapenzi ya kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namkaribisha na Mwenyezi Mungu amfungulie. Lakini unakuja kwa nia yako nyingine, Mwenyezi Mungu na Mtume yeye ndo atakufa. Naam, hili ndio analisema wazi. Wanakuja kwa nia mbaya. Nia mbaya, Mwenyezi Mungu namwachia Allah subhanahu. Hicho ndio kitu changu kikubwa. Allah atajua wafanye. Afanye nini? Kwa sababu linalofanyika hapa ni la Mtume. Sisi sote tunakusanyika hapa na tunalifanya hapa sio kwa kumuonyesha mtu. Kwa mahaba ya Mtume. Nitakupa siri. Kuna wakati tulikuwa tunasimama hapa tunalifanya jambo. Bado liko chini chini tulipoanzia. Maana mpaka sasa mwaka 43. Huu tangu kuanza shughuli zetu. Kumbe tangu shughuli hizi za tadhamuni ni mwaka mpaka leo huu mwaka wa 43. Umeelewa? Sasa hivyo Al-Hadi Omar, yani babake hana uwezo wote. Alikuwa babake ni mwalimu tu. Umeelewa? Inapika siku ya 4 tulifunguliwa madrasa hii. Mimi nikasema lazima tufanye maonyesho. Umeelewa? Naelewa. Hatuna kitu, tunafanya visheti. Visheti 100 visheti, ndio kabisheti vitu tunapanga, sengine hata kilo 10 tunafunga watoto wakishamaliza kusoma achilia. Sasa hivi tunapata biriani kuku, umenielewa? Kila ilianza hapo visheti tu, umenielewa? Tunakwenda alhamdulillah, mambo yanakuwa mpaka leo alhamdulillah. Nikawa nimesimama mimi na Walidi. Bado hiyo, maana hakuna kitu kinachonikera sasa hivi. Maana kuna watu watakuja wengine kwamba washe katika kitu mtu nikimsikia anazungumza habari ya shehe wa mkoa, sitaki kulisikia jambo hilo. Alisema aliyekuwa shehe wa mkoa. Aliyekuwa. Na pia sitaki kulitaja. Kwani lazima hii shughuli inakomea mwaka 43. Imefanyika kabla hajawa mkuu. Unanielewa hapo? Sasa hili jambo nalisema, nalikanya rasmi kabisa. Nalisema kwa moyo wangu. Umeshanielewa? Kuelewa vizuri sana. Sitaki. Kwa maana yeye kabla hapo shughuli ilikuwa inafanyika tena vizuri kabisa. Vizuri sana. Na mama, imetushangaza kitu kimoja. Sasa hivi tunaambiwa, yani tunavyoambiwa kwa kipindi hichi au kwa mwaka huu, wageni kutoka nje watakuwa wengi zaidi ya ilivyokuwa. Hii sijui sasa hii ndio nakwambia. Atekuja wanakuja kwa kuangalia. Ndio. Sasa ni wanafahamisha. Ukija kwa nia safi. Ndio. Wallahi Mtume utamkuta atakupokea kwa nia safi na Mwenyezi Mungu atakupa. Umekuja kwa kupanda wala kwingine, Mwenyezi Mungu atakuangamiza. Ndio. Namshtakia Mwenyezi Mungu. Sawa? Hii hadhara hii. Hii hadhara hii sio alifanya kabla, amefanya hivi kwa alikuwa mkoa. Ndio. Au sivyo? Tangu mdogo. Hii hadhara imeasisiwa na wazazi mwaka 43. Au sivyo? Yeye ana miaka mingapi? Chukua hapo sasa mpaka amefikia hivi. Sasa hicho kitu. Maulidi imeanza na visheti unasema. Visheti. Watu walikuwa wanahudhuria na unaona hapa? Tena sio watu tu hapa mjini. Ndio. Mpaka wa nje. Ndio. Zanzibar walikuwa wanakuja, wa Mombasa walikuwa wanakuja. Tunafanya shughuli, zingine kilo 20, kilo 30 tunakula wageni wetu. Usiku walipofanya maulidi wanagaiwa watoto na alhamdulillah. Lakini mama, hapo umezungumza, umenikumbusha kitu. Baada ya shekhe umesema tusizungumze neno la mambo ya mkoa. Baada ya shekhe sasa hivi kuwa katika nafasi ambayo yupo sasa hivi, achilia kwenye nafasi ile ambayo aliyotoka, mapenzi ndio kama yamezidi kwa Watanzania kwake. Hili likoje mama? Likoje kwamba tangu hapo wao hawakumpenda kwa ajili ya nini bwana, mtoto nielewe. Hawakumpenda kwa shehe mkuu. Hawakumpenda kwa ajili ya shekhe wa mkoa. Ndio. Umeshanielewa?
Hawakumpenda walimpenda kabla. Ndio. Walimpenda kabla. Au sivyo? Ndio maana naposema Walidi ni yule yule. Ndio. Hajabadilika chochote. Hajabadilika. Mwalimu ni yule yule. Sasa hivi sio nakwendea Magongo, lakini yule na wapenzi dunia nzima. Wallahi lazima. Kama utakaa kesho utasimama hapo utamsikiza mama mwalimu anazungumzwa vipi. Kesho nitakuja kwa ajili ya mama mwalimu. Nitaona ile kusikiliza mama mwalimu anazungumzwa vipi. Lakini mama, kuna kitu kimoja, kuna watu wameninong'oneza. Sijawahi kukuona ukiwa unakifanya. Kuna watu wameninong'oneza kwamba na wewe ile mtume kwangu unaimba vizuri kabisa. Nataka kidogo tu. Allah akbar. Kidogo tu mama mwalimu kidogo. Mama mwalimu tafadhali, nimeshukuru. Nimeagizwa hili. Mama kidogo tu mama. Mtume kwangu ni raha, ila wewe sijiwezi. Mtume kwangu ni raha, bila wewe sijiwezi. Niombe nini kwa Taha kama sio utetezi. Wendo wangu wendo wangu shabaha, mbora wa mbezi, mbora wa mbezi. Mama, basi watu watakuwa hawaji. Watu watakuwa hawaji siku ya kesho kwa haya mambo unayapata siku ya kesho. Mama mzazi wa Sheikh Walidi, baraka yetu, shekhe wetu, kipenzi chetu, hii vita anayofanya hapa ataifanya siku ya kesho, siku ya Ijumaa ambayo kutakuwa na maulidi ya wanawake. Lakini funga mwaka au jambo kubwa ambalo litafanyika siku ya Jumamosi, maulidi makubwa ambayo yatafanyika hapa katika madrasa hii ya Tadhamun kwa Sheikh Walidi au kwa mama mwalimu. Mama madrasa, tunamalizia sasa. Majambo haya, maulidi haya, mazazi haya yalianza rasmi umesema miaka 43 iliyopita. Miaka 43 iliyopita. Naam. Na mliasisi nyinyi wawili, wewe na mzee. Naam. Mlikubaliana kutuyafanya. Alhamdulillah. Mpaka leo. Mpaka kesho. Sawa, lakini sasa hivi baada ya Sheikh Walidi, wewe unamuonaona nani? Inawezekana kwamba wewe ukawa haupo au Sheikh Walidi akawa haupo. Nani atakuwa? Hiyo mipango ya Mungu. Mipango ya Allah. Hapo siwezi kuelewa. Kama ilivyokuwa Sheikh Walidi amjampangia yeye mwenyewe. Basi. Umeshaelewa? Hiyo ni mipango ya Mungu. Mipango ya Allah. Walidi alikuwa na ndugu yake. Ndio. Alikuwa na ndugu yake au sivyo? Watu wote wanamjua Ustadh Omari. Hatukujua sisi kama Ustadh Omari amwachi Walidi. Ndio. Umeshaelewa? Lakini mipango ya Mungu. Hiyo tumwachie Mungu. Kumbe alikuwa Ustadh Omari. Kabla Sheikh Walidi alikuwa Ustadh Omari. Lakini kuja kutamaki Walidi huyu hapa ndio kashika hatamu. Wote walikuwa pamoja, lakini jinsi yeye inakwambia Omari mdogo, Walidi ndio mkubwa. Lakini walikuwa pamoja na wanaojua wote wanaelewa hicho. Au sivyo? Sasa hapo mipango ya Mungu. Mipango ya Mungu ndio atajua. Mungu ndio atakayejua. Nani amweke hapa, nani amweke hapa. Sawa. Mama kaongea mambo mengi sana, sitaki kumchosha kwa sababu bado anapokea wageni na wageni wamekuwa ni wengi sana, na kwa mujibu wa yeye amesema wameshaanza kufika kutokea Tanga lakini pia kutokea Lamu. Nimeongea na moja ya wanafunzi kutokea kule Lamu Mombasa, amesema mimi ni kipenzi cha Walidi kindakindaki, na sasa hivi nimekuja na wanafunzi wangu ili waje washuhudie hadhara hizi zinazofanyika na tujifunze pia kutoka kwa walimu wetu kama hawa. Mimi naitwa Khairi Mpinga Shari.